sisi bana tumewapata baba zetu katika mila hii, sisi ni watu wa mizimu bana, huwezi kutuambia kitu, hayaendi yetu bila mizimu. Wewe pia hutoenda peponi kwa ajili ya hiyo mizimu. Kama hayakuendei bila ya mizimu, basi ujue pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala pia hutoingia kwa ajili ya hiyo mizimu. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala al-mab'uth rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd. Ndugu katika imani, ikiwa huu ni muhadhara wetu wa pili na kikao chetu cha pili siku hii ya Jumamosi, tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie kiwe ni kikao cha kheri, na tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala asitunyime thawabu. Vile vile Allah subhanahu wa ta'ala atupe nyoyo za kusikia ya kheri na kusikia ya haki na kuyafuata. Ndugu katika imani, kuna mambo kama Muislamu unatakiwa uyafahamu katika Uislamu wako. Unaitwa Muhammad, unaitwa Salim, unaitwa Ali, majina mazuri mazuri ya Kiislamu, lakini maa al-asaf, kulla al-asaf, masikitiko makubwa ni kwamba haya hauyafahamu katika Uislamu wako. Na ndio mambo ambayo tutayazungumzia katika kikao chetu cha leo, mambo ambayo wengi kati yetu tumeghafilika nayo, aidha hatuyajui au tunayafahamu lakini tumejisahaulisha na tumeyapuuzia mambo haya. Kwanza kabisa, Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'an, wama bikum min ni'matin famin Allah. Atambue mwanadamu, atambue Muislamu, hakuna neema yoyote ambayo utakayokuwa nayo, iwe ni neema ya utajiri, iwe na neema ya kuwa na watoto, iwe ni neema ya kuwa na afya, neema yoyote utakayokuwa nayo inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni juu yetu kuishukuru neema hiyo, ni juu yetu kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema alizotupa, sio kwa kushukuru kwa kuongea tu kwa ndimi zetu, bali ni kwa kushukuru kwa kutumia matendo yale ambayo yanamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wama bikum min ni'matin famin Allah. Uislamu ni neema kubwa miongoni mwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Mimi na wewe kupata fursa ya kuwa Waislamu ni moja ya neema kubwa ambazo ametuneemesha nazo Allah subhanahu wa ta'ala. Hatuna shaka ya kwamba hakuna kati yetu ambaye aliomba yeye awe katika familia ya Kiislamu. Alimuomba Allah subhanahu wa ta'ala azaliwe akiwa na wapata wazazi wake wapo katika Uislamu, bali tumenukia tukiwaona wazazi wetu ni Waislamu, walillahi alhamdu wal minna. Hii inaashiria nini? Ni kwamba kila kinachozaliwa
Kila anayezaliwa anazaliwa katika fitra ya Uislamu, kisha wazazi ndio wanaombadilisha mtoto yule, kama alivyosema Mtume alayhi salatu wassalam, kullu mauludun yuladu ala alfitra, kila anayezaliwa anazaliwa katika fitra, katika Uislamu. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, wazazi wa mtoto yule ndio watafanya yule mtoto aidha awe Myahudi au awe Mnasara au awe Mmajusi, kwa sababu ameinukia, ameiona familia yake wako katika mrengo huo, bila shaka atafuata barabara hiyo aliyoipata. Kwa hiyo ni sisi kuishukuru neema ya Allah subhanahu wa ta'ala, neema ya Uislamu. Wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la shadid. Allah subhanahu wa ta'ala kashatangaza ya kwamba lau tutakuwa tayari kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema alizotupa, bila shaka Allah tabaraka wa ta'ala atatuzidishia, na tukikufuru basi tutambue adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kali na hakuna anayeweza kustahimili adhabu hiyo. Ndugu Muislamu, wewe sasa hivi ni Muislamu, lau tutakuuliza huu Uislamu ambao uko ndani yake, unayajua mambo ambayo yanapaswa kuyafanya ili ubakie kuwa ni Muislamu? Unayajua mambo ambayo unastahiki na ni lazima wewe kuyafanya ili likibakia jina lako la Salim, ili likibakia jina lako la Muhammad, basi iwe ni hakikatan wewe ni Muislamu kikweli, lisibakie jina tu na ikabakia kanzu na kofia, hali ya kuwa wewe si Muislamu. Tufahamuni vizuri ama tufahamikiane vizuri. Haya mambo ambayo tutaenda kuyataja, ambayo ndio Uislamu ulionao au ni Uislamu ambao tuko ndani yake, ikiwa unayafahamu fabiha wa ni'ma. Ikiwa huyafahamu, yafahamu sasa hivi, kisha jiulize, je, mambo haya nimeshikamana nayo ndiyo yafanye Uislamu wangu ubaki, Uislamu wangu uwe imara, ama Uislamu wangu ni wa kubahatisha, Uislamu wangu ni wa kwamba wewe una sura zinazofanana na Waislamu lakini hakikatan wewe si Muislamu. Ndugu Muislamu, ndio maana mara nyingi tunahimizwa kuhusiana na jambo la kusoma dini ya Uislamu. Sisi huwa tunaenda mbio kwa mambo ya kidunia. Mtu anaenda mbio anasoma ili awe engineer, mtu anasoma ili awe pilot, mtu anatenga muda wake asome ili awe daktari. Hakuamka tu akaenda akachukua dawa, akachukua sindano, akaanza kudunga watu. Ametenga muda wake miaka 5, miaka 6, miaka 4, miaka 10, miaka 20, anasoma mtu huyu udaktari. Vipi mwanadamu anaposikia hivi, sababu ni hii, ama akipatwa na hili ni hivi. Bali kuna mtu anakwenda anakaa miaka 4 anasomea sikio peke yake. Tunaambiwa huyu ni specialist wa masikio, huyu ni specialist wa kichwa, huyu ni specialist wa macho. Amekaa miaka yote amesomea macho tu, amesomea kutibu sikio tu, amesomea yeye kutibu pua tu peke yake, lakini kukaa kujua Uislamu wake tu hawezi. Hata kwa dakika 10 anaona dhiki akikaa katika vikao vya kujua dini yake ya Uislamu.
Na ndio huyu Muislamu ambaye anasumbua watu kesho, akiambiwa anaweza imamu akaswalisha kwa sampuli hii, anaweza imamu akaja akapiga takbiratul ihram pamoja na kunyanyua mikono, Muislamu huyo akaanza kuona ajabu, kwa kuwa yeye ashazoea takbiratul ihram, unanyanyua mikono kwanza ndio unasema Allahu akbar. Akaanza kubishana hapa. Muislamu huyu ni yule ambaye akiambiwa unaponyanyuka katika rukuu unafaa unyanyue mikono yako namna hii, sami Allahu liman hamida, bado anaendelea na nyanyua mikono namna hii. Ukimwambia haifai, haipo, si katika mafundisho ya Mtume alayhi salatu wassalam, anaona ni mageni na ni dini mpya. Kwa nini? Ana miaka 50, anayemwambia ana miaka 20. Katika umri wake hajawahi sikia, kwa sababu hajakuwa tayari kusoma. Hii dini ya Uislamu haiko mahali sokoni utakwenda utaiokota uje nayo. Ati uende pale sokoni uokote karatasi kikuelezee swali hivi alafu ndio uje uswali. Ni ukae usome. Sasa ikiwa katika umri wako wote huo miaka 60, miaka 40 hujawahi kutana nayo, leo umekuja ukaambiwa ukafundishwa, basi chukua mzee wangu, basi chukua baba yangu, basi chukua ndugu yangu mkubwa, kwa sababu wewe hujui. Ndio maana tukapiga mfano wa Ibrahim alayhi salam, anamwambia baba yake, ya abati inni qad jaani min al-ilmi ma lam ya'tik fattabi'ni ahdika siratan sawiya. Huyu ni mtoto anamwambia baba yake, baba yangu, hakika yangu mimi imenijilia elimu ambayo wewe huna. Baba na mtoto nani mkubwa? Ni baba. Baba ameishi umri wake, elimu alionayo Ibrahim alayhi salam hana. Anamwambia baba yangu, huna hii elimu, fattabi'ni ahdika siratan sawiya, nifuate ili nikuongoze njia ya sawa. Sio makosa akija mtoto mdogo, akija kijana, akija mtu mwenye umri mdogo akakufundisha dini wakati wewe hukuwa na muda wa kuisoma dini hiyo, sio makosa. Sasa yasikilize haya, kisha jiulize katika nafsi yako, umri uliokuwa nayo ulikuwa unayafahamu? Na je, ulipoyafahamu uliyafanyia kazi, ama ulikuwa kinyume nayo? Kwa kuwa hukuyafahamu, leo rudi katika Uislamu wako. Leo rudi nyumbani, ama ongea na moyo wako, rudi katika barabara ya sawa, urudi katika Uislamu wako. Bila hivyo utakwenda kupata hasara mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Utakwenda siku ya Kiyama uambiwe katika wale waliohukumiwa kuingia motoni, wewe pia ingia huko. Ukaenda kushangaa, imekuwaje? Mimi nilikuwa ni Muislamu, mimi nilikuwa nikisali safu ya kwanza nyuma ya imam, pamoja na imam takbiratul ihram sikosi, naja saa 9 msikitini mimi. Leo hii mimi sikuwa Muislamu. Kwa kuwa hukujua Uislamu wako, kwa kuwa hukuwa tayari wewe kujua Uislamu, ukajua Uislamu ni mazoea, Uislamu ni kuzaliwa tu ndani ya Uislamu, basi watu wanaishi hivyo, watu wanaelekea hivyo, watu wanasonga mbele. Ndugu katika imani, Uislamu kama wanavyosema ulama, wanavyotafsiri Uislamu, na haya mambo matatu yamebebwa katika hii maana ya Uislamu. Haya mambo ambayo tunakwenda kuyazungumza, ambayo tunafaa kushikamana nayo, yamebebwa katika maana ya hii kalima ya al-Islam. Huwa al-istislamu lillahi bitawhid. Jambo la kwanza ni kujisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kumpwekesha yeye Allah tabaraka wa ta'ala. Labda uenda ilikuwa kila siku unasikia tauhid, kila siku unasikia watu naambiwa wampwekeshe Allah tabaraka wa ta'ala, kila siku ulikuwa unasikia watu wajiweke mbali na ushirikina, watu washikamane na tauhid, lakini ukadhania hili ni jambo mbali na Uislamu ni jambo mbali. Kumbe ndio Uislamu wenyewe.
huwa al-istislamu lillahi bitawhid, ni kujisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumpwekesha yeye. Ndio maana asiyekuwa Muislamu anapokuja kutaka kuingia katika Uislamu anaambiwa, bana, maadamu umeamua kuwa Muislamu, kuna maneno nitayasema uyafuate maneno haya. Unajua ni maneno gani? Ni shahadatain. Anatamshwa shahada mbili. Hizi shahada mbili ndio zimebeba tauhid. Anatamshwa maneno haya akiri ya kwamba hakuna anayepaswa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, na akiri ya kwamba Muhammad ni mjumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndio step ya kwanza inayomfanya yeye afanyeje, na ndio step inayomuingiza katika Uislamu. Akishatamka shahada hizi mbili ashakuwa Muislamu. Hana haja ya kutoa gharama yoyote, hana haja ya kulipia chochote, bali yale yote aliyoyafanya nje ya Uislamu yanafutwa, yale anaanza upya, anaingia katika Uislamu. Alislamu yahdimu ma kana qabla, Uislamu unavunja na kubomoa yale ambayo yalikuwa kabla ya Uislamu. Sasa je, sisi tumejisalimisha kwa Mola wetu kwa kumpwekesha yeye Allah subhanahu wa ta'ala, ama bado sisi ni wale ambao tuko na mizimu yetu tunaiabudu? Ama sisi ni wale ambao bado tunaposhikwa na mabalaa na maradhi na shida tunaenda kwa waganga? Ama sisi ni wale ambao tunazunguka tukiwa na irizi katika viuno? Wewe Muislamu ndio unajua nafsi yako hapo ulipo. Kila mmoja anajijua nafsi yake, bali al-insanu ala nafsihi basira. Sisi hatutowezi kuja tukakwambia hebu vua shati, hebu vua tukuone, labda kuna irizi imefungwa, labda wewe hujui kama ni irizi. Bila shaka unajua ni irizi, bila shaka unajua ulipokwenda na ukafungwa hiyo kamba. Na subhana al-malik al-quddus, angalia ushirikina vile watu wanaekuwa mbali na tauhid ilivyopambwa. Mtu anaenda siku hizi, waganga wanavaa nembo ya maustadhi. Mtu ana kilinge chake, ana kibanda chake, amekaa hapo, ustadhi maarufu katika mji. Wewe ukimwona sio unamjua yule ustadhi fulani yule, yule namjua, ana shida. Ukifika pale anawashaudi 2-3, anakuambia haya, nieleze shida zako. Kisha anaanza kuzungumza mambo ambayo hayafahamiki, ma anzala Allahu biha min sultan, mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hayajayateremsha katika ufalme wake. Ukawe ufahamu, maskini, unajua unafanyiwa tiba, kisha huyu anakuandikia karatasi. Si unaona hii ni ayatul kursi, unaiona wewe? Ukiona ayatul kursi utaikataa, ukiona suratul ikhlas utaikataa? Usikataa, ni Qur'ani, umeiona si ndio? Haya, yaifunga, akwambia ichukue hii kaiweke chini ya mto, lalia, chukua hii ifunge kwenye bega lako. Ya akhi, Qur'ani haijaletwa kwa sampuli hiyo ati watu waifunge katika viuno vyao, watu waifunge Qur'ani katika viwiliwili vyao. Haya ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, yanafaa kuheshimiwa. Kama haiwezi kubandikwa ukutani Qur'ani, mtu akaandika aya huko akaja akaibandika Qur'ani kwenye ukuta, na ni mengi yanafanywa katika majumba yetu. Ukiingia katika mlango wa mtu wa Muislamu, unaona pale ameandika ayatul kursi, unaona ameandika suratul Fatiha, ati imlinde. Umeambiwa soma Qur'an, hujaambiwa ibandike ukutani. Isome Qur'ani katika nyumba yako ili iwe ni kinga katika nyumba yako. Mtume alayhi salatu wassalam hakuna khairi isipokuwa ametubainishia.
Leo ingelikuwa ni kheri hii kubandika Qur'ani katika milango yetu. Mtume alayhi salatu angetufundisha kwambia hadha min fadli rabbi. Islamu ameandika ima kwenye gari ama ni kwenye mlango ama kwenye nyumba, ndo amepata pesa amejenga, kwambia hadha min fadli rabbi. Haujamaliza aya baba, liyabluwani aashkur am akfur. Allah amekupa mtihani, utashukuru ama utakufuru. Sasa Muislamu anatakiwa ashikamane na tauhid. Kinyume na hivyo utakuwa wewe sio Muislamu wa kweli. Kubali au ukatae, ikiwa wewe ni Muislamu yule ambaye unaenda kwa mizimu, una mababu zako, unaenda kwa waganga, kuna kaburi ambalo wewe unakwenda kuliomba, tambua ya kwamba wewe sio Muislamu wa kweli. Badilika, badilisha Uislamu wako. Al-Islam huwa al-istislamu lillahi bitawhid, ni kujisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumpwesha yeye. Unaposema la ilaha illa Allah, la ma'buda bihaqqin illa Allah, hakuna anayepaswa kuabudiwa kwa haki isipokuwa nani? Isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa kumekupatikana masharti mawili kwenye hii la ilaha illa Allah. Kuna mambo mawili au nguzo mbili zimepatikana, nguzo mbili katika kalima hii ya la ilaha illa Allah. Usiwe unasema tu kwa ulimi la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, lakini hujui maana yake. Unaongea tu, unasema tu kama kasuku wanavyosema. Kasuku akisikia yule bosi wake au yule aliyemweka nyumbani akisema mjinga, na yeye asema nini? Mjinga. Hajui maana yake. Sasa sisi ni makasuku, wengi ni makasuku. Tunasema la ilaha illa Allah, kisha baada dhalik yeye anamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. La ma'buda la ilaha illa Allah, kuna nguzo mbili ziko hapa, an-nafyu wal-ithbat. Ukisema la ilaha umekanusha, hii ni nguzo ya kwanza. An-nafyu, umekanusha ya kwamba hakuna mola qat, hakuna mola. La ilaha, umekanusha hakuna mola illa Allah, hii ni ithbat. Umethibitisha kwamba Allah peke yake ndio mola anayepasa kuabudiwa. Sasa vipi unaipeleka ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa asiyekuwa Allah? Ndio wale washirikini waliokuwa zama za Mtume alayhi salatu wassalam walikuwa wakilinganiwa wasiwaabudu wale masanamu, wasiwaabudu wale miungu yao walikuwa wakiabudu. Mnadhania yale masanamu waliokuwa wakiabudu wale watu walikuwa ni watu wema, walikuwa ni watu wema wanaishi katika mgongo wa ardhi. Walipokufa wakaona, maonaje tukachukua picha za hawa watu ili tufanyeje, tuwe tunajikurubisha kwa Allah kupitia hawa watu. Wakaenda polepole mpaka wakafikia wacha tuwachongee masanamu. Ndio yakachongewa masanamu. Sasa akawa sanamu lile linaitwa Uzza, Manat, watu wanaenda kuyaabudu. Wakilinganiwa katika tauhid, wakilinganiwa kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, nasemaje? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, hatuwaabudu sisi hawa tunajikurubisha kwao kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa ndio wanatufanya sisi tunajikurubisha kwa Mola wetu. Tujiulize Waislamu, haya sio maneno wanaosema washirikina wa zama hizi? Ni haya maneno. Kwa kila hatujui ni baada ya miezi anakwenda
anakwenda kulilia kaburi la fulani wa alani. Ya akhi, yule unayemlilia yeye mwenyewe anahitaji dua zako. Yani hata kwa mwenye akili timamu hawezi fikiria kulifanya hili. Kwa mwenye akili yake timamu hawezi fikiria kulifanya hili. Angalia Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume wake, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, wakikuuliza waja wangu kuhusiana na mimi niko karibu. Ujibu da'wata ad-da'i idha da'an, najibu dua ya yule atakayeniomba. Katika aya zingine Allah anamwambia wayasalunaka 'anil mahid, wanakuuliza kuhusiana na mwanamke ambaye ameingia katika siku zake, au wanakuuliza kuhusiana na hedhi, anaambiwa qul huwa adha, sema ewe Muhammad, wayasalunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wayasalunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitu linnas. Angalia katika aya hizi Allah anawaambia sema ewe Muhammad, wanakuuliza kuhusiana na jambo fulani, sema ewe Muhammad. Lakini katika jambo la kuomba Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume wake, wakikuuliza waja wangu kuhusiana na mimi niko karibu. Hakumwambia mtume wake sema niko karibu. Kwa nini? Kwa sababu ya ukubwa na uzito wa jambo hili na ibada hii ya kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Hakumwambia waambie niko karibu, aliwaambia niko karibu, ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. Sasa vipi wewe, Allah ashakwambia mimi niko karibu, niombe utakavyoniomba kwa lugha utakayoniomba nitajibu dua yako, kisha leo wewe unakwenda kumwomba mtu ambaye akitoa upepo hapa hatuwezi kukaa sisi tukastahimili, mtu ambaye akaingia chooni sote tutakimbia kwa harufu mbaya ya kinyesi chake, kisha wewe unakwenda kupiga magoti na kulilia. Huu ni ujinga Pro Max. Billahi alaikum, Allah shabainisha katika Qur'an, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Angalia maneno ya Allah, angalia ufasaha wa maneno ya Allah. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Sasa wewe njoo tuambie la yasma'u, ni wale ambao wako nyumbani kwenu ndio hawasikii, lakini huyu aliye kaburini. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum, mkiwaomba hao maiti, Allah subhanahu wa ta'ala anasema la yasma'u du'aakum, hawasikii dua zenu. Walau sami'u, na lau watazisikia, mastajabu lakum, hawatuzijibu dua zenu. Wa yawmal qiyamati yakfuruna bishirkikum. Angalia Allah ameita ni shirki. Siku ya kiyama wataikanusha hii shirki yenu, wataikataa. Allah ameita shirki, kisha wewe uje tuambie ni tauhid. Vipi tutakuelewa? Allah subhanahu wa ta'ala aliyetuumba, aliyetuneemesha neema ya Uislamu, mwenye maneno fasaha, ametuambia ni shirki, wewe tuambie ni tauhid, ni ibada. Haya basi, pinga na hili. Allah subhanahu wa ta'ala asema wayabuduna min dunillah ma la yanfa'uhum wala yadhurruhum, wanawaabudu mbali na Allah subhanahu wa ta'ala wasio wanufaisha wala kuwadhuru. Vitu ambavyo haviwanufaishi wala haviwadhuru, haviwezi kuwanufaisha wala kuwadhuru. Kisha wanasemaje? Wayaquluna haulai shufa'auna 'inda Allah, wanasema hao ni watetezi wetu mbele ya nani? Mbele ya Allah. Kwa kuwa hao ni wema, sisi tuna madhambi mingi, wacha tufanye nini? Tujiegemeze na wao, tawasuli na wao. Anakuja anamuomba nani? Anamuomba maiti ndio ampelekee dua yake. Mwenyewe anakula marungu kule, labda mwenyewe kule ana tabu zake, ana yake, anataka kusaidiwa, akuombea haya yako, wewe bado uko na fursa huko duniani. Kweli ana wazimu huyu maiti. Hii fursa ambayo uko nayo anaitamani arudi
ili atubie na aombe msamaha kwa Mola wake, ati wewe unampelekea shida zako akuombee kwa kuwa yeye yuko karibu na Mola wake. Allah asema wa yaquluna haulai shufa'auna inda Allah, wanasema hawa ni watetezi wetu mbele ya nani? Mbele ya Allah. Allah anawajibu, anamwambia mtume wake Muhammad, qul ya Muhammad atunabbiuna Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard, hivi munataka kumfahamisha Allah kile ambacho hakijui katika ardhi hii na mbinguni? Yani Allah afahamu kama hii ni shirki. Yani nyinyi mtaka kumweleza nini Allah kwamba Mola wetu wewe hujui bana, hii twafanya hivi, twataka watushufaie kwako, ndio maana yake. Sasa Allah anawaambia qul atunabbiuna Allah, sema ya Muhammad, hivi mnamtaka kumjulisha Allah mambo ambayo hayajui hapa duniani na mbinguni, ama hapa ardhini na mbinguni, ya kwamba Allah afahamu kama hili ni shirki? Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Inshallah nasema ametakasika Mola wetu, ametakasika Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale wanayomshirikisha nayo Allah subhanahu wa ta'ala. At-tauhid ahibati fillah, wewe ikiwa ni Muislamu na kifua chako bado kina shaka na tauhid, billahi alaykum, katika matatizo, Uislamu wako unayumba, ndio pale ukishikwa na shida atakuja mshauri akuamlize, baba ukitoka nyumbani leo ulikutana na mbwa mweusi, basi huyo ndio sababu. Sasa shida ni yule mbwa asipite kwenu, ama shida ni ile rangi ya yule mbwa? Makosa yake ni nini yule mbwa? Ni kiumbe cha Allah. Yule paka ambaye umekutana naye saa 8 za usiku, makosa yake ni nini? Ni kuzunguka saa 8 za usiku, ama makosa yake ni kwamba ana macho ya blue, sasa ndo amekuwa nuksi kwako? Islamu asema leo bana, siku yangu imeanza nuksi. Kwa nini? Nimetoka nyumbani nikakutana na kunguru. Ilikuwa hutaki kunguru apite? Hii dunia yako tu wewe, viumbe vya Allah ni vingi. Muislamu akawa moyo wake umejengeka na hofu kubwa, ukawa moyo wake haujapambika na tauhid, na haya ndiyo yatakupata na yatakukumba wewe Muislamu. Ukawa kile ukikaa unaamini nuksi, nimerogwa, kuna mkono wa mtu, hata kama kuna mguu wa mtu, si ndio Allah ameshakadiria? Tauhid ahibati fillah sio jambo la mzaha. Tauhidi ni sababu itakayofanya wewe upate pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kinyume chake utakwenda kupata adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, na uenda ukakaa katika adhabu ya Allah maisha yako milele, ukifa aliyakuwa ni mushrik na akida mbovu. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi au innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna, hakika yule atakayemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah amemharamishia nini? Pepo. Wa ma'wahu an-nar, na mashukizi yake ni wapi? Ni motoni. Angalia Mtume alayhi salatu wassalam, siku moja alipokuwa na masahaba wake wanatembea, masahaba ndio bado ni wageni katika Uislamu, wamesilimu, ndio wanafundishwa tauhidi na Mtume alayhi salatu wassalam. Wakapita wakawaona watu wameuzunguka mti, wakawa wanauabudu ule mti, wanauomba ule mti. Wakamwambia, ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat, tujalie na sisi kitu kama vile walivyonao wale mabwana. Angalia, wamezunguka mti wanauabudu, sisi tunayemwabudu hatumuoni, basi tujalie kitu ambacho tutakuwa tunakiabudu, ndio tunakifanyia ibada zetu. Walikuwa bado masahaba wanafundishwa tauhidi na Mtume alayhi salatu wasallam, bado ndio ni wageni katika Uislamu. Mtume alayhi salatu wasallam akawaambia, ataquluna kama qala ashabu Musa li Musa, je, nyinyi mnasema kama walivyosema Musa au walivyosema watu wa Musa kumwambia Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Walimwambia Musa nini?
tujalie Mungu kama vile walivyo na Mungu, nao wanataka na wao wafanyweje? Wawekewe Mungu wao wamwabudu. Inna haulai qaumun tajhalun. Mtume alayhi salatu wassalam anawaambia masahaba zake, hakika hao ni watu ambao walikuwa ni wajinga. Hili ni jambo akalikemea Mtume alayhi salatu wassalam. Shikwa na shida utakayoshikwa nayo, mwelekee Allah subhanahu wa ta'ala. Shida yoyote utakayoipata, mwelekee Allah subhanahu wa ta'ala. Kila shida inapozidi, ujue Allah subhanahu wa ta'ala anatambua shida yako na anajua wakati gani ataitatua shida yako. Usiseme wacha niende nikafanye alafu nitatubia. Ukifa pale kwenye mlango wa mganga, kuna uhatari. Bali wewe unapokwenda kwa mushrik, ukaenda kwa kuhani, kahin, ukaenda kuomba shida zako, kuna mawili: aidha umwamini au usimwamini. Huenda ukawa umeenda kisha uliokutana nayo hayakukufurahisha, ukawa humwamini kwa yale yake, wewe hukubali swala zako siku 40 na lazima uswali. Useme maadamu sikubali siku 40, wacha nikae nisiswali mpaka ipite siku 40 ndio niswali. Ni lazima uswali. Utakapo swali, itakuwa wewe umeondoa deni na Mola wako, thawabu huna. Kwa sababu faida kuu mbili ambazo anazipata mwenye kuswali ni kuondoa deni baina yake na Mola wake. Ndio maana usiposwali linabakia deni lile ila yaumil qiyama. Ndio maana usiposwali adhuhuri, umelala ukaamka ni isha, unatakiwa uziswali hizi swala zote. Useme Aisha toka, madamu ulikuwa ninalala, shasamehewa, wacha ni swali na ile swala ambayo, wacha niendelee na ile swala ambayo nimeipata. Ni deni. Hasa miongoni mwa faida kuu mbili ni kwamba unaondoa deni baina yako na Mola wako na unapata thawabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa huyu anayesali ambaye ameenda kwa kukahin kisha hakumwamini, hakubaliwi swala zake siku 40, deni limeondoka na Mola wake. Ndio maana analazimika aswali, aliondoe lile deni, lakini apate thawabu na ujira kwa Allah subhanahu. Kuna yule ameenda akamwamini yule kahin, ndio huyo amekufuru, ametoka katika Uislamu, kharaja min almilla, ametoka katika Uislamu, ashakuwa kafiri. Akiambiwa wewe baba umevaa irizi katika kiuno chako, ina maana ulimwamini yule mganga ukaikubali irizi, wewe si Muislamu. Sema mnakufurisha watu, toa watu katika Uislamu. Mtume alayhi salatu wassalam ndiye amewakufurisha watu hawa. Musa alayhi salam anamwambia Mola wake, anamuomba Mola wake, allimni shay'an adhkuruka wa ad'uka bi, nifundishe jambo ambalo nitakuwa na kutaja nalo na ninakukumbuka nalo au ninakuomba nalo jambo hilo. Akaambiwa na Allah, qul la ilaha illa Allah, sema la ilaha illa Allah. Musa alayhi salam akamwambia, ya Allah, kullu ibaduka yaquluna hadha, waja wako wote wanasema maneno haya. Anataka jambo ambalo ni lake peke yake. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume wake Musa, lau utaiweka la ilaha illa Allah katika upande mmoja wa mizani siku ya Kiyama, na vilivyomo mbinguni, waamirahunna ghairi, ukaweka na vilivyomo mbinguni mbali na mimi Allah subhanahu wa ta'ala, vyote vilivyomo mbinguni na ardhini upande mwingine, fi kifatin, ukaviweka katika upande mwingine, basi la ilaha illa Allah bila shaka itakuwa nzito kuliko hivi vitu vyote vilivyokusanywa duniani au ardhini
na mbinguni, viumbe na vyote vilivyomo ndani yake. Akamuonesha uzito wa kalima ya la ilaha illa Allah. Kwa hiyo Muislamu lazima ulitambue hili, itambue kalima hii maana yake, sio qaulan peke yake ukawa unasema tu katika ulimi la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, hujui maana yake. Hili ni jambo moja katika yale mambo matatu ambayo Muislamu anatakiwa ayafahamu. Akisha yafahamu mambo haya, ndio ajue ya kwamba Uislamu wake atakaposhikamana na haya utakuwa ni Uislamu wa kisawasawa, sio Uislamu wa kubahatisha, sio Uislamu wa zama za kale, sio Uislamu wa mababu zetu. Inna wajadna abaana ala umma, sisi bana tumewapata mababa zetu katika mila hii, sisi ni watu wa mizimu bana. Huwezi kutuambia kitu hayaendi yetu bila mizimu. Wewe pia hutoenda peponi kwa ajili ya hiyo mizimu. Kama hayakuendei bila ya mizimu, basi ujue pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala pia hutoingia kwa ajili ya hiyo mizimu. Jambo la pili kwa haraka, alistislamu lillahi bitawhid walinqiyadu lahu bitaa, na kumnyenyekea Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumtii. Akawa mja anamnyenyekea Mola wake kwa kumtii, anafanya ibada kwa ajili ya kumnyenyekea Allah subhanahu wa ta'ala. Usije ukasali kwa sababu tu kuna fulani alikwambia kila ukisali kila sala 500, ukisali mwisho wa mwezi nitakulipa 10,000, wala hujafanya kwa ajili ya taa ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hujafanya kwa ajili ya nani? Ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Walinqiyadu lahu bitaa, kunyenyekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumtii, tumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la tatu, albara'atu min ash-shirki wa ahlihi, ni kujiweka mbali na ushirikina na watu wa ushirikina, watu ambao wamejifungamanisha na ushirikina. Ndio huyu ni mushrik, kaa mbali naye. Huyu ni mganga, ni ustadhi, labda anasimama mbele za watu analingania watu, lakini ni mganga mkubwa, kuna kama yeye. Jiweke mbali na yeye kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Albara'atu min ash-shirk, na hapa ndo kwenye mtihani. Albara'atu min ash-shirki wa ahli, Muislamu ajiweke mbali na ushirikina na watu wa shirki. Mambo haya matatu atakaposhikamana nayo Muislamu, basi atambue ya kwamba atakuwa yeye ni yule ambaye amesimama na Uislamu wake kisawasawa, mtii Allah subhanahu wa ta'ala. Na moja ya njia ya kumtii Allah ni kumfuata Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Mfuate Mtume Muhammad, man yutii ar-rasula faqad ataa Allah. Mwenye kumtii mtume amemtii nani? Amemtii Allah subhanahu wa ta'ala. Mtii Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, mweke daraja yake Mtume alayhi salatu wassalam, daraja ambayo anastahili kupewa bila ya kuvuka mipaka, bila ya kuvuka mipaka wala ya kushukisha daraja yake Mtume alayhi salatu wassalam. Kuwa na mahaba utakayokuwa nayo, lakini hauwezi kuyafikia mahaba ya masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim kwa Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, na waliweka daraja yake mahali stahiki. Sasa wewe kwa akili yako kubwa na ujini asiokuwa nao, ukawa wewe unaweza kuwashinda masahaba, tutakuona wewe ni punguani wa akili. Haina haja tukakupime, haina haja uende hospitali ukapima. Akili yako ni punguani moja kwa moja, kwa sababu ufahamu wako hauwezi fikia ufahamu wa masahaba ridwanullahi ta'ala. Hata tukikuona mzima wewe ni chizi. Kwa hiyo tushikamane na haya ili tuwe Waislamu wa kweli. Ikiwa wewe ulikuwa una kibakuli chako ndani ya nyumba unakiabudu, kitupe kibakuli hicho, elekea kwa Mola wako. Wachana na hicho kibakuli, elekea kwa Mola wako, muabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa wewe ulikuwa haumtii Allah subhanahu wa ta'ala, ufuate maamrisho ya Mtume alayhi salatu wassalam, yafuate. Na ikiwa wewe ulikuwa rafiki zako ni wale waganga, basi jiweke mbali na hao waganga, na huo ushirikina ulikuwa ukiwafanya
jiweke mbali nao, tubia kwa Mola wako maadamu fursa unayo. Allah atakusamehe, na Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa msamaha na ni mwingi wa huruma. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie kwa haya machache tuwe ni wale ambao watasikia khairi na kuyafanyia kazi, na tuwe ni wale ambao watasikia mazuri na watasikia yale maneno na kuyafanya yaliyo bora na kuyafuata yale yaliyo bora zaidi. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuweke mbali na shirki na watu wa shirki. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tupambe na tauhid. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuchukue akiwa radhi na sisi tukiwa tumekufa katika tauhid. Allah subhanahu wa ta'ala wasamehe wazazi wetu waliotangulia mbele za haki. Allah subhanahu wa ta'ala awafungulie makaburi yao, ajalie ni mabustani miongoni mwa bustani ya pepo. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.